mhasibu mkuu wa serikali nani amesema juzi kwamba 50 billion zimepotea za SHA. Msajili mkuu wa serikali anasema kuna jamaa mmoja alifanywa operation mara 4 kwa siku moja. Anasema kuna mama alijifungua watoto 10 kwa siku moja. Alafu wao unasema ni mad. Msajili mkuu, mhasibu mkuu wa serikali Nancy. Kama wewe una kampeni Ruto hapa, wewe pia ni mhalifu. Itakuwaje mtu mmoja anafanywa operation mara 4? Itakuwaje mama mmoja anajifungua watoto mara 10 kwa mwaka mmoja? Alafu wewe unatuambia hapa wewe ni mad hao. Huyu ni mhasibu mkuu wa serikali. Mr. Speaker, sasa wewe kutuambia wewe una mbunge, njoo mpe nafasi ya kuja. Njoo mpe nafasi ya kuja, nitamjibu. Mwanabunge wa Bongo. Asante sana mheshimiwa. Nataka kuinform Mido, serikali haibagi pesa ya SHA. Hizi mahospitali, wenye hizi mahospitali ndio wanaibaga pesa. Ndio wanasajili hizi kama umeenda outpatient, ukisharudi nyumbani na claim ulilazwa, ukaweka bili ya juu. Hata NHIF pia ilikuwa hivyo hivyo. Si serikali, wenye wamiliki hizo mahospitali wanaiba pesa ya government. Ndio hiyo Gadongo aligundua, si serikali. Mr. Speaker, 50 billion. Duale amesema zile hospitali ambazo ziliiba pesa zimefungwa na hao walioiba wamefungwa. Duale akasema ni jamii ambayo inahusishwa na Waislamu ndio wamepora hizo pesa. Mr. Speaker, nini maana ya accountant? Nini maana ya accountant? Mr. Speaker, uweze kufanywa operation kabla jina lako halijakuwa noted katika system liende juu. Wanajua Mombasa kesho wanafanya operation watu 6. Tena kesho huyo yule alifanya operation leo tena anafanywa kesho tena. Alafu unasema si serikali inaiba. Are you normal? Are you normal? Mr. Speaker, 50 billion zimeenda, alafu unauliza swali la nasari hapa. Mr. Speaker, masomo ya yule mheshimiwa ni ya gumbaru. Usimlaumu. Ama kama alisoma alipiga mwalimu ama alikula school fees. Sababu ile swali ni swali ambalo haliko kabisa. 50 billion zimeenda. Jamaa mmoja amefanywa operation mara 4 kwa siku na mama amejifungua watoto 10 kwa siku tofauti, mama mmoja. Alafu wewe unaniambia huyo Nancy alijuaje? Alijuaje? So corruption imejaa katika serikali. Kwa heshima na taadhima kuu, muanze kujitayarisha kumpigia Kalonzo labda atubadilishie haya maneno, kwa sababu huyu jamaa amelemewa.